إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلاة التراويح ثابتة وإنكارها جهل بسنة نبوية. فهذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك. فعيروني القلوب والأسماء، والله أسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ndugu Islamu, wazee wangu wapendwa, mwanzo kabisa narejesha shukurani za dhati kwa aliyestawi juu ya arshi. Vile vile namtakia rahma na amani role model wetu Abul Qasim. Anwani ya khutba ambayo kwamba nimeikusudia bihaulillahi wa madadi itakuwa ni salatu tarawih thabitatun wa inkaruha jahlun bisunnatin nabawiyya. Kama tunavyojua, tunajiandaa kukabili mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao kwamba ni fursatu dhahabia, ni golden chance Muislamu akiikuta fursa kama hiyo mara nyingine, kwa sababu kuna wengi ambao kwamba tuliwahi kuwa nao Ramadhani iliyopita na leo hii wako matumboni mwa ardhi, hawakujua kuwa ilikuwa ni Ramadhani yao ya mwisho. Na hata katika haya masiku yaliyosalia hatuna uhakika, hatuna guarantee kama tutafika katika mwezi wa Ramadhani. Tumuomba Mwenyezi Mungu atufikishe bisiha wal afia. Kuna mazungumzo ambayo kwamba yameonekana yakienea hasa katika mitandao ya kijamii. Baadhi ya watu ambao kwamba wanajinasibisha na elimu wakikanusha hii swala inayojulikana kama salatu tarawih, wakikanusha hii ibada ambayo kwamba inafanywa katika usiku katika siku za Ramadhani,
nikaona ipo haja tuweze kuwazungumzisha Waislamu na tuweze kuwaelewesha, isije shubuhati kama hizi zikawaathiri kwa njia moja ama nyingine. Ndio maana tukaja na anwani kama hii. Nitawaombeni tena kwa heshima na taadhima, kwa hizi dakika 2-3 zilizoko mbele yetu, fa'iruni alquluba wal asma, tegeni masikio kwa makini, mzisongeze nyoyo zenu karibu, asa sote tukatoka baada ya Ijumaa na kauli ya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Ahibati fillah, salatu at-tarawih jama'atan fil masjidi sunnatun muakkada. Sala ya tarawehe kuswaliwa jamaa ndani ya msikiti ni sunna ambayo kwamba imekokotezwa. Thabatat an nabii sallallahu alayhi wasallam qawlan wa fi'lan wa ijma'i sahabati alkiram. Ni sunna iliyothibiti kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni sunna iliyothibiti kwa kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na isitoshe ni ibada ambayo kwamba masahaba waliafikiana kwayo. Ilipatikana ijmaa ya masahaba katika ibada kama hii, hasatan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hasa huyu sahaba anayejulikana kama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, kama tutakavyoona katika hutuba yetu. Wa inkaruha jahlun bi sunnati nabawiyya wa ta'anun fi fi'li an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ijma'i as-sahaba, wa hiya sunnatun qa'ima ma baqiya Ramadhan. Hii sunna ya sala tarawih, ndugu Waislamu, imethibiti kwa maneno ya Mtume na imethibiti kwa kitendo cha Mtume na ijmaa ya masahaba. Yeyote ambaye kwamba atakanusha ibada hii ni dalili tosha ya kuwa yeye ni mjinga katika kufahamu nini sunna. Sunna ni moja kati ya mambo matatu: maneno ya Mtume ama kitendo cha Mtume, ama Mtume aliwaona masahaba wakifanya jambo kisha hakuwakanya. Hiyo inachukuliwa kuwa ni sunna miongoni mwa sunna za Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Yeyote ambaye kwamba anakanusha, basi ajue anafanya ta'an katika sunna za Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, anazishambulia sunna ama kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam na ijmaa ya masahaba. Na tunasema bi'ala saut, hii swala ya tarawih itabakia na itaendelea kubakia maadamu Ramadhani ipo. Ni ibada ambazo kwamba haziwachani. Mwanzo kabisa, asma'u salati qiyamil layli fi Ramadhan. Ili maudhui hii iwe yenye kufahamika vizuri, ipo haja tujue majina ya swala za usiku katika mwezi wa Ramadhani. Swala za usiku katika mwezi wa Ramadhani zinajulikana kama salatu tarawih, zinajulikana kama salatu qiyamil layl au qiyam Ramadhan, zinajulikana kama salatu tahajjud. Hizi zote ni katika majina ya ibada za usiku katika mwezi wa Ramadhani. Wal ibra bil haqa'iq la bil asma, na mazingatio ni kwa uhakika wa jambo wala si majina. Kwa nini iliitwa salatu tarawih? Ama sala tarawih ni sala aina gani? Hiya salatu allati tuadda fi layali Ramadan baada salati al-isha. Sala ya tarawih ni sala ambayo kwamba inaswaliwa usiku wa Ramadhani baada ya sala ya isha. Wasumiyat bihadha al-ism listirahati al-musallina baada kulli rak'atayn au 4 rak'atin,
Na kwa nini iliitwa salatu tarawih? Wema waliotangulia salafuna salih waliita hiyo sala kwa sababu ilikuwa inasomwa sura ndefu ndefu wakati wanaswalisha. Kila baada ya raka 2 au raka 4 walikuwa wanapumzika kipumziko chepesi, ndio maana ikaitwa salatu tarawih. Na naam, hata khatibu akiwa juu ya mimbar anapomaliza khutba ya kwanza akaketi chini akainuka, kile kikao chepesi alichoketi kinajulikana kama jalsatul istirah. Na ndani ya swala unapotoka kwenye sijda ya pili, kabla hujasimama raka ya pili, kuna kikao chepesi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiketi. Hicho kikao vile vile kinajulikana kama jalsatul istirah, ni kikao cha kujipumzisha, ndio maana ikaitwa salatu tarawih. Na kwa nini inaitwa qiyamul layl ama qiyamu Ramadhan? Maana yake ni nini? Ni kisimamo chochote cha ibada ya sunna, ni swala yote ya ibada ya sunna katika mwezi wa Ramadhan, kuanzia baada salati al-isha mpaka alfajiri. Swala yote ambayo kwamba utaswali ima mwanzo wa usiku ama katikati ama mwisho wa usiku, utasema ni qiyamul layl, ni kisimamo cha usiku, si kisimamo cha mchana. Ama qiyamu Ramadhan, kisimamo katika mwezi wa Ramadhan. Na tukisema salatu tahajjud tunakusudia nini? Salatu tahajjud ni hiyo hiyo ibada ya usiku, lakini ina sharti ta'ti ba'da an-nawm fi muntasifi al-layli au akhiri. Ni lazima ulale kisha uinuke ukichukuliwa na usingizi, kisha ukawa ni mwenye kuinuka kwa ajili ya kuswali swala ya sunna. Hiyo inajulikana kama salatu tahajjud. Mwenyezi Mungu amewasifu hawa watu, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwao. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tamaa. Mwenyezi Mungu amewasifu watu ambao kwamba wanawacha vitanda vyao, wanawacha malazi yao, wananyanyuka, wanatawada, wanasimama, wanamkabili Allah, wanaswali rakaa ambazo kwamba Mwenyezi Mungu atawafikia. Ukilala kisha uinuke, inaitwa salatu tahajjud. Ahibati fillah, mata badaat salatu tarawih wa mata asbahat jamaa? Ilianza lini swala ya tarawih na toka lini ikawa inaswaliwa kwa jamaa? Kama tulivyosema, swala ya tarawih ni sunna ya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Imethibiti kwa maneno yake, imethibiti kwa kitendo chake na ijmaa ya masahaba. Rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah annahu qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Anasema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na hadithi imepokewa na maimamu wawili mabingwa wa kupokea hadithi juu ya mgongo wa ardhi, al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim, na msimulizi wa hadithi ni sahaba wa Mtume anayejulikana kama Abu Hurairah. Mtume anasema man qama ramadhana, atakayesimama kisimamo cha Ramadhan, atakayesimama kisimamo cha usiku wa Ramadhan, ay man salla layali ya Ramadhan. Wala Mtume hakusema man qama Shawwal au man qama Sha'ban au man qama Rajab. La, Mtume alisema man qama Ramadhana, atakayesimama kisimamo cha Ramadhan imanan wa ihtisaban, ana imani na Mola wake, ana matumaini na Allah na anatarajia ujira kutoka kwa Allah. Hasimami kwa ajili aonekane, la, anatafuta radhi za Allah azza wa jalla. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kama ilivyokuja katika riwaya nyingine ambayo kwamba vile vile imepokelewa na al-Imam al-Bukhari na Muslim.
ikisimuliwa na Abu Hurairah, mtume wako anasema sallallahu alayhi wasallam, man qama laylatal qadri, man qama laylatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yeyote ambaye kwamba atasimama kisimamo ndani ya usiku wa Lailatul Qadr, yeyote ambaye kwamba atauisha usiku wa Lailatul Qadr bisalah wadua wadhikr watilawati alquran, akauisha wa usiku kwa kusali, kwa kuomba dua, kwa kuleta utajo wa Allah, kwa kukithirisha istighfar na kumtaja Allah, na kusimama usiku na kusoma Qur'an, mtu kama huyu Mwenyezi Mungu atamsamehe madhambi yake kama atafanya kwa imani ya Mola wake, na anatarajia ujira kutoka kwa Allah. Ndugu Waislamu, hivi visimamo alivyovitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni visimamo vinavyopatikana katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu Mtume alisema man qama Ramadhani, na kama tulivyotaja hadithi utaipata katika sahihi mbili, Sahihul Bukhari na Sahihu Muslim. Wa min aqidatina, na katika aqida yetu sisi kama ahlus sunna wal jamaa, na'taqidu anna asahha al-kutubi ala wajhi al-ardi ba'da al-Qur'an Sahihul Bukhari thumma Sahihu Muslim. Itikadi yetu kama ahlus sunna wal jamaa, walillahi alhamd, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tunaitakidi, tunaamini kitabu kisafi juu ya mgongo wa ardhi baada ya Qur'ani, baada ya Qur'ani kitabu kisafi juu ya mgongo wa ardhi mwanzo kabisa ni Sahihul Bukhari, kisha Sahihu Muslim. Ndani ya Sahihul Bukhari hautopata maneno ya mwanasiasa wala maneno ya mzee wa mtaa wala maneno yoyote katika wanadamu. Utakuta ndani ya Sahihul Bukhari maneno ya khairul bariya sallallahu alayhi wasallama, maneno ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Na namna al-Imam al-Bukhari alikuwa na utaratibu wa kuchukua hadithi mpaka aipasishe kwenye kitabu chake, kisha Sahihu Muslim. Amma fi'lu nabii sallallahu alayhi wasallam, ama kitendo cha mtume wetu sallallahu alayhi wasallam cha kuwa ameswali swala ya tarawih, katika hadithi ya mama yetu na Aisha radhiyallahu anha wa arda, anasema صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ليلة رمضان في المسجد. Mtume sallallahu alayhi wasallam usiku mojawapo katika usiku za Ramadhani aliswali msikitini. Fasalla bisalatihi nasu, wale watu waliokuwa karibu naye wakaja wakaswali pamoja naye. Thumma salla thaniya fakathura an-nas, kisha akaja usiku wa pili, watu washaambizana, ikazidi idadi ya jana, wakaja watu wengi. Wa min al-laylati thalitha aw ar-rabi'a lam yakhruj ilayhi, usiku wa tatu au usiku wa nne Mtume hakutoka kwenda kuswali nao. Na kama tunavyojua nyumba ya Mtume imeshikana na msikiti wake sallallahu alayhi wasallam. Falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum, qad ra'aytu alladhi sana'tum wa lam yamna'ani min al-khuruj illa anni khashitu an tufrad alaykum. Asubuhi alipowaswalisha akawakabili masahaba zake, akawaambia, nimeyaona yote mliyofanya usiku. Kila mmoja aliswali, huyu ana mtu mmoja, huyu ana watu wawili, huyu kivyake, hakadha. Mtume akawaambia, nimeshuhudia mliyofanya usiku, hakuna kilichonizuilia nisitoke nije niswali na nyinyi tena, ila nilichelea, ila niliogopea
hii swala msije mkafaradishiwa, isije ikawa ni faradhi kwenu nyie. Kama tunavyomjua Mtume alikuwa ana huruma na umma wake, na hii swala ya usiku kwa Mtume ina hukumu tofauti. Mwenyezi Mungu alimweleza, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Hii swala ya usiku kwa Mtume ina daraja nyingine. Mwenyezi Mungu alimweleza, qumil layla illa qalila. Kwa Mtume swala usiku kwake ni faradhi, na Mtume akachelea kwa umma wake wasije wakafaradishiwa. Fatufiya Rasulullah sallallahu alayhi wasallama wal amru ala dhalik. Mtume alikufa na ilhali anaiswalia nyumbani, hakuwahi tena kutoka kuiswalia msikitini. Lakini fafihi dalilu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama huwa awwalu man sanna salata at-tarawih jama'atan fil masjid. Kwa hadithi hii ni dalili tosha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye wa kwanza kusali sala ya tarawih msikitini, bali kwa msikiti wake Mtume sallallahu alayhi wasallama. Lakinahu taraka, lakini aliwacha kuendelea kuswali. Hakuacha kuendelea kuswali kwa sababu ni haram, hakuacha kuendelea kuswali kwa sababu ni bid'a. La, aliwacha kuswali ila alichelea isije ikafaradishwa. Mtume akaaga dunia katika utawala wa Abu Bakar, watu walikuwa kiswali vile vile kama alivyoaga dunia Mtume, akawaacha kwa hali kama hiyo. Na kama tunavyojua Abu Bakar alitawala kwa miaka 2 na miezi 3, akaondoka duniani as-Siddiqul Umma radiyallahu anhu wa arda. Katika utawala wa Sayyidina Umar, anaelezea Abdurrahman ibn Abdul Qari at-Tabi'i al-Madani, anasema kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda laylat Ramadan والناس فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه فيصلي بصلاته رأته. فقال إني أرى لو جمعت هؤلاء على إمام واحد. alitoka na Abdurrahman ibn Abdul Qari. Huyu ni katika tabi'i, baadhi ya wanazuoni wanamuita ni katika masahaba, kwa sababu alizaliwa zama za Mtume, japo alikuwa ni mdogo, na alikuwa akifanya kazi katika Baitul Mal. Ametoka usiku wa Ramadhani, anatembea na Sayyidina Umar. Umar akifika msikitini akakuta kila mmoja anajiswalia. Hapa kuna mtu mmoja anaswali, pale kuna watu 3 wanaswali kwa pamoja, pale watu 5 wanaswali kwa pamoja. Sayyidina Umar akasema, mimi naonelea hawa watu nitawakusanya nyuma ya imamu mmoja. Naam, fajamaahum ala sayyidil qurra ala Ubay bin Ka'b, akawakusanya nyuma ya bwana wa wasomi wa Qur'an. Wasomi wote wa Qur'an siku ya Kiyama watakuja nyuma ya bendera ya Ubay bin Ka'b. Huyu sahaba ndiye katika mahodari na bingwa wa kuisoma Qur'an toka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallama. Mtume alimjia siku moja Ubay bin Ka'b akamwambia, inna Allaha amarani an aqra alayka alqur'ana, Mwenyezi Mungu amenituma nije nikusomee Qur'an. Ubay akamuuliza Mtume, Allahu samani laka, Allah alinitaja mimi Ubay jina langu kwako? Mtume akamwambia, Allahu samaka li, Allahu samaka li, Mwenyezi Mungu alikutaja jina lako kwangu. Fadhkuruni adhkurkum, nitajeni na mimi nitawataja. Fabaka, akalia Ubay bin Ka'b farhan, kwa furaha alokuwa nayo. Naam, Sayyidina Umar akawakusanya masahaba wote nyuma ya huyu sahaba Ubay bin Ka'b. Usiku wa pili wakatoka tena,
Alipofika msikitini wote wanaswali nyuma ya imam mmoja, akasema ni'matul bid'ah, hii bid'a nzuri iliyoje. Na hapa inahitajia maelezo, niliyo radhi baada ya kikao kifupi tutaelezea kwa haraka maana ya Sayyidina Umar alosema ni'mal bid'ah, hadhihi bid'a nzuri iliyoje. aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barr. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، لا خيرا لمن كان لله عاصيا. أحبتي في الله، maneno ya Sayyidina Umar alosema bid'a nzuri iliyoje, wanazuoni wetu wanatuambia hakukusudia kisheria, kwa sababu kisheria bid'a itabakia kuwa ni upotevu na inampelekea mtu fi nari jahannam wal iyad billah. Kama vile shirki inagongana na tauhidi, kama vile batil inagongana na haki, kama vile maasi inagongana na taa, naam, bid'a inagongana na sunna ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallama. Na maneno ya Sayyidina Umar hakukusudia uzushi, masahaba walikuwa mbali na uzushi. Sayyidina Umar siku moja anabusu Hajar al-Aswad, jiwe jeusi kando ya Al-Kaaba, jiwe ambalo kwamba liliteremka kutoka mbinguni. Anasema maneno haya, wallahi wallahi inni la a'lam annaka hajar la tadur wa la tanfa walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Anasema maneno ya kuonyesha anamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, anafuata nyayo za mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema wallahi, mimi najua wewe ni jiwe, haudhuru wala hauleti manfaa. Mwenye kudhuru na mwenye kuleta manfaa ni Allah. wa in yamsaska Allahu bidhurri fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bikhairin fala radda lifadlihi. Kisha akasema walaula anni ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluk, lau nisingelimwona mtume akikubusu, ma qabbaltuk, nisingelikubusu mimi Umar. Kwa nini alibusu Hajar al-Aswad? Iqtidaan linnabii sallallahu alayhi wasallam, kwa kumwiga na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Maneno ya Sayyidina Umar ilikuwa ni kwa ajili ya lugha ya Kiarabu. Mtu akifanya jambo lolote ambalo kwamba kwa macho ya watu ni geni, naam, utatumia lugha ya albid'a, kama Mwenyezi Mungu aliposema badi'u samawati wal ardi, mwanzilishi wa mbingu na ardhi. Hakuna mwingine alimtangulia Allah katika hilo. Mwenyezi Mungu akasema badi'u samawati wal ardi, kama Mwenyezi Mungu aliposema kwenye Qur'an, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, sema ya Muhammad, waambie mimi si wa mwanzo katika mitume, kuna wale ambao kwamba wamenitangulia. Alitumia lugha gani? Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, bid'an min ar-rusul, mimi si wa mwanzo. Ni kwa maana ya kilugha, ama maana kisheria itabakia ni haram, kama alivyosema al-Imam Malik, man ibtada fi al-islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Yeyote atakayezua katika Uislamu bid'a, akili yake ikamwambia ni nzuri, huyo mtu atakuwa ameazimia kuwa mtume alifanya khiana katika risala. Walianna Allah ta'ala yaqul, na Mwenyezi Mungu anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, hii leo nimewakamilishieni dini. Akamalizia maneno yake kwa kusema fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dina. Ikiwa kuna jambo zama za mtume haikuwa dini, haiwezekani leo hii ikawa dini. Ikiwa kuna jambo mtume akiwa duniani juu ya mgongo wa ardhi haikuwa dini, haiwezekani mtume yuko matumboni mwa ardhi ipate nafasi katika dini aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran, na mwisho, ndugu Waislamu, wanazuoni wetu wanatuambia hawa maimamu wanne, hawa makhalifa wanne wakifanya jambo ni hujja. Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali, kwa hadithi ya mtume, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin
shikamaneni na mwendo wangu na mwendo wa makhalifa ambao kwamba ni wanne makhalifa wa Mtume. Imekuja katika sunna khilafatu nubuwa 30 sana, ukhalifa wa Mtume utakuwa kwa miaka 30. Mtume alihadid, Mtume aliweka miaka ambayo kwamba ukhalifa utakuwa ndani yake. Saidna Abu Bakar miaka 2 na miezi 3, Saidna Umar miaka 10 na miezi 6, Saidna Uthman miaka 12, Saidna Ali miaka 4 na miezi 9, kisha Hassan mtoto wa Saidna Ali akamaliza kwa miaka kwa miezi 6. Na naam, hao ndio makhalifa wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Tutabakia kusema swala ya tarawih ni sunna ya mtume ambayo kwamba imethibiti kwa kauli, imethibiti kwa maneno na ijmaa ya masahaba. Wa fi hadha kifaya liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Wa akthiru salata wassalama ala nabiyikum kama qala ta'ala mukhbiran wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحينا على سنة نبينا وأمتنا على ملة حبيبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمن ومن الشيطان. الله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. وأقم الصلاة.